Nilikuwa na kesi moja ya mauaji hapa tunaiendesha, lakini nashukuru niwapongeze wazungumzaji ambao wamenitangulia kwenye mada hii. Maria, wewe ni shahidi kwamba tumekuwa tukipiga kelele sana tatizo hili la utekaji lilipoanza watu kupotezwa, na mwanzoni ilionekana kwamba targeted people ni pengine wapinzani na wakosoaji wa serikali na wanaharakati, lakini kwa kadri ambavyo siku zinazidi kwenda na kwa kuwa kama jamii tumeshindwa kuungana kwa pamoja, kuunganisha nguvu ili tuweze kupiga vita swala hili, tunaona sura mpya inakuja kwenye swala hili la utekaji. Wale ambao walikuwa wanadhani wako salama na wenyewe sasa wamefikwa, wamekuwa ni victim. Lakini hatupaswi kushangilia eti kwa sababu tu wanaotekwa pia sasa hivi ni wale wengine ambao tulikuwa tunatofautiana nao mtazamo. Sisi tuko hapa kupigania maisha ya kila Mtanzania, maisha ya kila binadamu, kwa sababu haki ya kuishi ni haki ambayo ni zawadi kubwa kabisa ambayo binadamu amepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote, mamlaka ambayo inaweza ikaja kuchukua haki hiyo kwa sababu zozote zile ziwazo. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba hii ni alam tunapewa kwamba kama tusipokuwa makini tukachukua funzo kutoka kwa wenzetu mbalimbali ambao wamekwisha kutekwa, na bahati mbaya Maria nawe umekuwa muhanga siku za hivi karibuni, na ninafurahi kwamba tukio lako litakuwa limekuongezea ujasiri na uzoefu mkubwa, kwa sababu licha tu ya kuwa ulikuwa unapambana theoretically, ulikuwa hujawahi kuona maumivu mtu anapotekwa uwe inakuwaje experience. Sasa kuchanganya experience ya wanaharakati lakini pia ya uvictim, unaungana na sisi wengine wenzako ambao tumeshatangulia kuonja hiyo adha. Kwa hiyo ninaamini utakuwa ni mtu ambaye una nguvu mpya, hali mpya, mikakati mipya na mbinu mpya kuhakikisha kabisa kwamba swala hili linakoma, kwa sababu na wewe umeshalionja. Wito wangu ni kwamba Watanzania tuungane na kila ambaye yuko mstari wa mbele kupinga hili swala. Hili swala ni baya, ni kwa sababu halijakukuta tu. Ni baya sana. Yaani fikiria mtu umewekwa katika mazingira ya kutekwa, hujui nini kitafuata baada ya dakika 5, hujui familia yako inahangaika namna gani huko, hujui nini kitakupata baada ya muda huo. Ni experience mbaya ambayo sidhani kama ninaweza nikaa na maneno sahihi ya kuelezea. Lakini hatupaswi kukata tamaa, kwa sababu kuna kipindi fulani hali itaka kuwa mbaya sana. Kelele ambazo zilipigwa kipindi kile ziliweza kwa namna moja kufanya wale wanaoteka warudi nyuma, kwa sababu na wao ni binadamu. Hakuna binadamu kiasili ambaye sio muoga, hakuna. Na kwa sababu watekaji wanajua kabisa kwamba siku watu wakiamua kuungana, hakuna cha sijui bosi wao sijui nani yao anaweza kuja kuweza kuwarudisha wananchi nyuma. Kwa hiyo wanachokifanya ni kufanya propaganda za hapa na pale, kutugawa, kuturudisha nyuma, kutengenezea tofauti zisizokuwa na kichwa wala miguu. Matokeo yake tunashindwa kufocus kwenye kile ambacho tunakipigania. Wamekuwepo hata wanaharakati wenzetu wengine hapa, wamekuwa wanaendeleza vita, maneno ya ovyo ovyo, kukatishana tamaa. Hii vita inatuhitaji sisi sote, na pale ambako inafikia hatua kwamba tuna interest binafsi, tuna masuala ya tofauti binafsi, hayo mambo inabidi yakae pembeni, tuungane kuweza kupambana kukomesha hili. Sijui mpaka nani aje atekwe. Mimi sikubaliani kabisa na watu ambao wanawapiga vita askari wenzao walioko mstari wa mbele kwenye vita hivi kwa sababu fulani tu ambazo kimsingi hazina kichwa wala miguu. Mimi natambua na kuheshimu mchango wa kila mmoja wetu kwenye hizi harakati, na ndio maana unaona majukwaa kama haya, Maria Spaces, Clubhouses sasa hivi imeshaanza kupoteza umaarufu kidogo, kwa sababu watu wengi hawashiriki kama ilivyokuwa mwanzo, lakini ilikuwa ni majukwaa muhimu ambayo ilikuwa ndio imebaki kwa matumaini la watu kukutana na kuweza kujadili kwa pamoja, kupaza sauti zao, na kwa kiasi fulani kwa kweli tulikuwa tumeshaanza kwenda vizuri sana. Sasa unapoona kwamba hali inarudi, manake tujiulize sisi ambao tulikuwa machampioni kupinga vita, ni kupiga vita masuala ya utekaji, tumekosea wapi? Watu si walaumu watekaji, tunapaswa kujilaumu sisi wenyewe, tumekosea wapi? Mbona mwanzo tulikuwa tunafanikiwa, mtu akitekwa tukipiga kelele masaa mawili mtu anaachiwa? Tuliweza kufanya hivyo. Kwa nini tuliweza wakati ule, sasa hivi tunashindwa?
Eh, watu wa Chadema wanaotekwa sasa hivi idadi inazidi kuongezeka ni wa Chadema tu. Inawezekana huyu ajuzi katekwa, huyu wa CCM ni kubalance story, lakini hata hivyo haiwezi kuwa kubalance story kwenye maisha ya watu. Hatutaki mtu atekwe, awe ni Chadema, awe ni kafu, awe ni ACT au awe nani. Tunataka kama kuna masuala ambayo tunatofautiana kwenye masuala ya hoja, tutofautiane kwa hoja, tofautiane kwa hoja. Na tusipokuwa makini Maria, kipindi hiki tunachoelekea kwenye huo uchaguzi wao, maana najua sisi wengine uchaguzi hatuwezi kushiriki katika mazingira kama haya. Tunapoelekea kwenye huo uchaguzi wao, kama utafanyika kweli, tutegemee matukio kama haya kuongezeka maradufu kama tutakuwa na mikakati thabiti. Mimi naamini kabisa kwenye umoja wetu kama tulivyoanza mwanzo. Unajua haya majukwaa wakati yanaanza, kwa kweli watu walikuwa wana munkari mkubwa sana sana kabisa. Watu walikuwa wanajitolea hali na mali, watu walikuwa wanaongea bila oga. Tulishaanza kuwa transform watu mind zao, kuwafanya waogope. Tukirudi nyuma miaka mitatu, watu waliokuwa wanaweza kuongea hadharani udhaifu wa serikali na vyombo vyake walikuwa ni wachache Maria, lakini leo hii walau watu wameongezeka, lakini wameongezeka kutokana na ujasiri na uzoefu ambao wameupata kwa wenzao wachache akina sisi na wengine, lakini pia kutokana na fursa ya mijadala kama hii. Kwa hiyo bado mimi ninaamini kabisa kwamba tukijipanga, na siku moja mimi ninatamani kuona kwamba lifanyike hata kongamano la kutambua wale ambao walikuwa mstari wa mbele, michango yao, uzoefu wao walioutoa kwenye vita hivi. Tukae pamoja kama familia, tujadiliane tunakosea wapi, mafanikio yetu wakati ule yalisababishwa na nini, kufeli kwetu kwa sasa hivi mpaka matukio haya yanazidi kuchukua sura nyingine kunatokana na nini. Tukirekebisha tunaweza tukapata mafanikio makubwa sana, na mimi naamini hivyo kabisa kabisa. Kwa sababu hebu angalia Maria, tume ya rais ya haki jinai, moja kati ya mapungufu ambayo iliainisha kwenye ripoti yake kuhusiana na mfumo mbovu wa haki jinai ni uwepo wa vituo vya mahabusu zisizokuwa rasmi kisheria, mahabusu zisizokuwa rasmi kisheria. Tume, nenda kasome hiyo ripoti, siko hadharani. Na kwa nini tumekuwa na mahabusu zisizokuwa rasmi? Tumekuwa na mahabusu zisizokuwa rasmi baada ya kufanyia marekebisho sheria ya usalama wa taifa, ambapo nguvu kubwa sana ilitolewa kwenye masuala ya ukamataji na vitu kama hivyo. Sasa kukamata ni jambo moja, kwa sababu hata kwenye the Criminal Procedure Act ambayo ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, haki ya ukamataji imetolewa kwa watu binafsi, imetolewa kwa mahakimu, lakini imetolewa kwa polisi, kwa kutambua umuhimu wa ukamataji kama hatua muhimu inayoweza kupelekea kuanza kwa mchakato wa upatikanaji wa haki jinai. Lakini bahati nzuri, nguvu za ukamataji ambazo zimetajwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai zinaelekeza wale waliopewa mamlaka ya kukamata, wakishamkamata mtu wamfanye nini, wampeleke wapi? Wampeleke kwenye kituo cha polisi. Kwa hiyo walau tulikuwa tuna sehemu moja inayojulikana kwamba mtu akishakamatwa maana yake ni kwamba utamkuta kwenye kituo fulani cha polisi. Sasa kwa kuwa sheria imeleta uwepo wa mahabusu zingine zisizokuwa rasmi na zisizojulikana ziko sehemu gani, ndio haya mambo sasa unaona ya watu kapotea, sio katekwa, hajulikani alipo. Na sio wakati wote polisi wanaweza kuwa wanahusika kweli kwenye kukamata hawa watu, kwa sababu mamlaka ya ukamataji scope yake imepanuliwa mno kiasi kwamba sio tu polisi ndio wanaokamata. Kuna watu wengine wamepewa mamlaka ya kukamata, kuna watu wengine wamepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria ya kwenda kuhifadhi watu kusikojulikana. Kuna watu wamewekewa kinga ya kutokushtakika hata kama wakifanya makosa dhahiri shahiri ambayo pengine wakitakiwa kuwajibishwa. Kwa hiyo tunapopiga kelele kuhusu utekaji, ni lazima kwanza tufanye revisit ya sheria hizo mpya zilizoletwa katika kipindi hiki cha kutoa mamlaka ya hovyo hovyo yanayotumika kiholela kwenda kukamata watu, kupeleka watu kusikojulikana, kutesa watu na hatimaye hata kupoteza kabisa watu. Nataka niwaambie, sheria ni jambo moja, haki ni jambo jingine.
Hata sheria ya ubaguzi wa rangi pale Afrika Kusini ilikuwa ni sheria, yani watu walikuwa wanabaguliwa kwa mujibu wa sheria. Lakini swali la kujiuliza la msingi sana, hivi kubagua watu hata isipokuwepo sheria ni jambo ambalo linakubalika kibinadamu? Any common sense man hawezi kusubscribe kwenye hiyo issue eti kwa sababu tu jambo hilo limetungiwa sheria. Hata kama imetungwa sheria ya kukamata watu na kwenda kuwahifadhi kusikojulikana, hiyo sheria kwa kuwa inakiuka misingi ya utu na ubinadamu inakuwa ni batili kuanzia mwanzo ilipotungwa. Kwa hiyo tusisahau kupigia kelele huo mfumo wa kisheria ulioletwa huo. Mwanzo walau tulikuwa tuna mtu mmoja tu ndo alikuwa na kinga ya kutokushtakika, na kulikuwa kuna sababu maalum hata za kihistoria zilikuwa zinakubalika asishtakiwe. Lakini sasa hivi kuna utitili wa watu wamejiwekea kinga ya kutokushtakiwa, na hawa ambao wanajiwekea kinga ya kutokushtakiwa, sababu ni moja tu, hata haihitaji tochi kutafuta kuifahamu hiyo sababu. Ni kwamba wao ndio wanakuwa maagent, mawakala wa kuhalalisha huu udhalimu ambao Watanzania wanafanyiwa. Light kama sheria kwa maana ya ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosema watu wote ni sawa mbele ya sheria, ingetuhusu watu wote kweli, asiwepo mtu yoyote ambaye anapaswa kuwekewa kinga. Watu wangeiogopa sheria, watu wangeogopa kuwajibika kwa matendo mabaya ambayo yako kinyume cha sheria, na matokeo yake tungejenga jamii yenye ustawi mzuri sana. Lakini kwa sababu taratibu tumeshaanza kutofautisha walanchi na wananchi, maana kuna wananchi na kuna walanchi, ndio matokeo yake haya tunayaona sasa. Lakini pamoja na yote, Maria, kwa kumalizia, tusikate tamaa. Hakuna vita ya haki ilishawahi kuwa nyepesi duniani hapa. Kote wewe nenda katembee huko, uliza historia itakuonyesha. Kuna gharama ambayo lazima watu wailipe. Wako miongoni mwetu watapotea kama akina Soka. Wako miongoni mwetu watakaokufa. Wako miongoni mwetu watakaobaki na vilema vya maisha kama akina Lissu. Wako miongoni mwetu watakaoozea jela. Na madhara mengine mengi ambayo pengine yanatosha kuuita ni gharama ya kulipa kwenye mapambano ya kudai haki na ustawi. Lakini tusikate tamaa. Tuendelee kushikamana, tuendelee kushiriki mijadala, na pale ambapo kibinadamu tunatokea kutofautiana kimtazamo, kwa sababu hatuwezi kuishi kama malaika. Tutafute nafasi kama watu wazima, tuonyane, turekebishane, bila kusahau lengo letu kuu ni nini. Huwa nasikitika sana kuona katika vita muhimu kama hii tunakubali kupoteza baadhi ya wapambanaji, wapiganaji kwa sababu za hovyo kabisa. Hovyo kabisa, ni hazina hata msingi. Kwa hiyo Maria, naona nimeongea vya kutosha, na kwa sababu wachangiaji ni wengi nisikupotezee muda wako, na kushukuru kwa kunipa heshima ya kupata nafasi ya kuchangia.